Vipi mambo, vipi watu wa mpira, mambo vipi wana Simba Sports Club. Jana tulicheza mchezo wa klabu bingwa hatua za makundi, mchezo wetu wa 4. Tumetoka sare na Esperance de Tunis 2-2, tumevuna alama moja michezo 4. Mchezo wa jana umezua hisia nyingi za mashabiki na wanachama. Tuliona kuna vitendo vya ajabu au vitendo vya kinyama, vitendo vya udhalilishaji jana tuliviona kwa mwenyekiti wetu wa Simba Sports Club Bwana Murtaza Mangungu, na vitendo hivi vilifanywa na wana Simba wenyewe. Mashabiki wa Simba wengi tuliwaona akifanya hivi vitendo, na wengine wamenaswa kwenye kamera wakionekana, na wengine wamekamatwa. Hiki kitendo ni cha kukilani na kukikemea kwa sababu sio kitendo kizuri. Mpira ni mchezo wa fair play. Vinavyotokea vitendo kama hivi, vitendo vya kukemea, haiwezekani mwenyekiti wa Simba kwenda kufuatwa na kuatakiwa na mashabiki, kumtishia, kumpiga na kumdhalilisha. Tumeona baadhi ya mashabiki wamemdhalilisha mwenyekiti wa Simba Sports Club. Sio kitendo kizuri, ni kitendo cha kukemea. Hatumaanishi kwamba viongozi wa Simba wapo sawa, hatumaanishi kama viongozi wa Simba hawakosei, hatumaanishi kwamba viongozi wa Simba wapo sahihi, lakini vitendo vya kinyama, vitendo vya udhalilishaji, vitendo vya kumdhalilisha mtu havitakiwi katika mpira. Ni vitendo vya kukemewa, kwa sababu unapomwongelea Murtaza Mangungu ni mtu mwenye wazifa wake. Mangungu ni mtu mwenye heshima yake, ana familia, ana watoto. Kama kuna matatizo yoyote ya klabu, unapaswa kuyazungumza, utoe fakti, ueleweke unaongea nini, pointi gani ya msingi. Toa hoja ya msingi. Viongozi umefeli hapa, mmefanya hivi, mmefanya vile, mtakuwa mfanya hivi, mmefanya. Toa hoja, kwa sababu mimi mwenyewe ni mkubwa sana, mtu mara nyingi sana napenda kuwazungumza viongozi, matatizo ya viongozi, ila naongea kwa hoja, kwa fakti. Kiongozi mtakuwa mfanya hivi na hivi, mnatukosea mashabiki kule vile hivi na hivi na hivi. Watakuwa ongee fakti, watakuwa ongee hoja, sio kumfuata kiongozi kwenda kumtishia, kumpiga, sitakupiga sini na nini. Hiyo sio hoja ya msingi. Njoo na hoja mezani, njoo na kitu mezani, toa fakti ya msingi ili kiongozi ajue tatizo lake liko wapi, kwa sababu pia ni binadamu. Sio unaanza kumwataki, kutaka kumpiga, sio solution. Kama una tatizo na kiongozi, kama kiongozi kakosea, njoo na hoja ya msingi. Narudia, mfano mimi mara nyingi napenda sana kuongea ukweli kuhusu viongozi, na kuja na hoja na fakti za msingi. Naongea kuna 1, 2, 3, 4, 5, kwa sababu kiongozi naye binadamu. Anapoangalia interview yako, kama kweli kuna shida na kuna kitu kakigundua, anaweza kukifanyia kazi. Mara ngapi tunaongea sisi vitu viongozi anavifanyia kazi, vitu vingi tunavizungumza, japo hawezi kuwajibu akiwa anavifanyia kazi. Unaona kabisa hivi vitu tumezungumza sisi. Tunapinga matukio kama haya, tena tuwezi kuyaunga